Sasa kuna somo moja nataka tujifunze hapa, somo la muhimu sana. Somo lina kichwa kinasema jumbe tatu za malaika na malaika mwingine katika kitabu cha Danieli. Jumbe za malaika watatu, unazijua? Ujumbe wa malaika wa kwanza unasemaje? Ujumbe wa malaika wa kwanza unapatikana katika kitabu cha Ufunuo 14 mstari. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, awahubiri hao wakaao juu ya nchi, na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. 7 akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya kuja ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Asante. Huo ndio ujumbe wa malaika wangapi? Wa kwanza, kwamba mcheni Mungu na kumtukuza. Huu ujumbe wa malaika wa kwanza ulitabiriwa. Kumbuka kitabu cha Danieli na Ufunuo ni vitabu viwili ambavyo vinaenda sambamba, vinatembea sambamba, hakuna kinachoachwa nyuma. Hivyo ujumbe wa malaika wa kwanza, kabla haujatangazwa kipindi hicho ambapo utimilifu wake ulianza mwaka 1833, ulitabiriwa kwamba utatangazwa. Sasa tuone katika kitabu cha Danieli ujumbe huu unaonekana katika mazingira gani. Weka kamba zile za kwenye Biblia, weka kamba kitabu cha Danieli na Ufunuo, maana tutaenda hivyo, kitabu cha Danieli cha Ufunuo. Tunachotaka tuangalie hapa ni jumbe Danieli kuanzia sura ya kwanza. Sura ya kwanza katika sura 4 za kwanza za Danieli. Sura ya kwanza ni ujumbe wa malaika wa kwanza. Sura ya pili ni ujumbe wa malaika wa pili. Sura ya tatu ni ujumbe wa malaika wa tatu. Sura ya 4 ni ujumbe wa malaika mwingine. Sasa tunaanza tuziangalie kwanza hizo jumbe. Jumbe ziko 4. Tuko pamoja eh? Ujumbe wa malaika wa kwanza tumeuona, unasema mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyeziumba mbingu na nchi. Ujumbe wa malaika wa pili unasemaje? Soma mstari wa 8. Ufunuo 14 mstari wa 8. Nasema kisha mwingine malaika wa pili akafuata akisema, umeanguka Babeli, mji ule ulio mkubwa, maana ndio uliowaonyesha mataifa yote mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake. Asante. Ujumbe wa malaika wa pili unaishia hapo kwamba umeanguka nani? Babeli. Haya, mji uliowanywesha mataifa yote mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake. Ujumbe wa malaika wa tatu unasemaje? Na mwingine malaika wa tatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudia huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji. Aishia hapo. Iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na nini? Ujumbe wa malaika wa tatu
unawaonya wanadamu kuhusiana na jambo gani? Usiende isishuhudie mnyama. Unawaonya wanadamu wasimsujudie mnyama wala kuipokea chapa yake, maana watapokea adhabu ghadhabu ya Mungu isiyochanganywa na maji. Nini maana ya kutokuchanganywa na maji? Kwa mfano uchukue mtu mchungu uwe maji yake uchanganya na majani wafinye tu hivi. Ina maana ni kwamba maji yanawakilisha rehema fulani. Maana maji si wao yanapunguza ukali. Maji yanawakilisha rehema fulani. Kwa hiyo ghadhabu ya Mungu itakayokuja juu ya wale waliosadikishwa ukweli wa neno la Mungu na bado wakachagua upande wa kumsujudia mnyama, ghadhabu ya Mungu kwao itakuwa haina nini? Haina rehema hata kidogo. Maana wamepewa nafasi, wamechagua kwa hiari yao wenyewe. Sasa tunakuja kwenye ujumbe wa malaika mwingine. Ujumbe wa malaika mwingine ni Ufunuo 18. Mstari wa kwanza na wa pili. Baada ya hayo naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni, mwenye mamlaka kuu, na nchi ikaangazwa kwa utukufu wake. Akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka Babeli, ule mkuu, umekuwa maskani umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza. Kisha jumbe hizi za malaika wa kwanza, malaika wa pili, malaika wa tatu na malaika mwingine zipo kwenye Ufunuo, lakini taswira ya jumbe hizi na unabii wake kutokea zilitolewa katika kitabu cha Danieli. Sura ya kwanza ya Danieli inazungumzia kisa cha Danieli na wenzake walipokuwa kule Babeli, wakati wamechukuliwa tu mateka kutoka kwenye nchi yao wakapelekwa Babeli. Kitu walichokutana nacho katika ujuzi wao wa mara ya kwanza wakiwa katika Babeli ni kwamba walichaguliwa kuwa watu wenye hekima fulani. Danieli 1 mstari wa 3 na 4. Mfalme akamwambia Ashpenaz, mkuu wa matowashi wake, awaletee baadhi ya wana wa Israeli, wa uzao wa kifalme na wa uzao wa kiungwana. 4. Vijana wasio na mawaa, wazuri wa uso, wajuzi wa hekima, werevu kwa sababu ya maarifa yao, wenye kufahamu elimu, watakao weza kusimama katika jumba la mfalme. Tena alimwambia awafundishe elimu ya Wakaldayo na lugha yao. Kwa hiyo huyu mkuu wa matowashi aliyeitwa Ashpenazi aliambiwa amletee mfalme vijana wa Kiisraeli. Kumbuka hao Waisraeli ndio walitoka kwao, walikuwa wamechukuliwa kama mateka, kama watumwa kuja katika ufalme wa wapi? Wa Babeli. Hivyo mfalme Nebukadreza akaamuru kwamba hawa vijana wa kutoka katika uzao wa kifalme wa kiungwana waletwe mbele ya mfalme ili waweze kufundishwa elimu ya Kikaldayo, yani
wawe na ujuzi kiasi kwamba wawe na hekima ya kumsaidia mfalme katika kuongoza taifa. Yaani siku zote mfalme au rais huwa na jopo lake. Uko pamoja? Ana jopo lake la watu ambao wanamshauri. Mfano kama ni Tanzania, rais ana jopo la mawaziri. Mawaziri wale ndio wa kumshauri nani? Maana wao ndio watendaji wakuu wa serikali. Kwa hiyo jambo lote likitokea kama linamtatiza mfalme, wao ndio wa kwanza kumshauri mfalme. Sasa hawa vijana kutoka Israeli walichaguliwa ili wawe sehemu ya washauri na watu ambao ni watatuzi wa matatizo wa mfalme katika ufalme wa Babeli. Kitu ambacho walikutana nacho sasa, soma mstari wa 5. Hapa tunaangalia taswira ya ujumbe wa malaika wa kwanza katika sura ya kwanza ya kitabu cha Danieli. Ujumbe wa malaika wa kwanza vise tumesoma katika Ufunuo 14 mstari wa 6 na 7. Ujumbe wa malaika wa kwanza unasema, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imefanyeje? Imekuja. Kwa hiyo ujumbe wa malaika wa kwanza unatuambia kumcha. Kwa maana ya kumcha Mungu ni kufanyaje? Kumcha Mungu ni kushika amri zake, kuheshimu amri zake. Kuheshimu. Ndio kumcha. Kumcha kwa Kiingereza inatumia neno fear. Fear God. Fear ni hofu. Kuhofia. Ina maana kumcha Mungu maana yake kumhofu Mungu. Haya, kumhofu Mungu maana yake nini? Ukuna mhofu Mungu. Ni una wasiwasi naye. Hofu si kama wasiwasi. Ni kama, lakini ukiweka wasiwasi kwenye mambo ya imani utakuwa yani kidogo. Sasa wasiwasi kwenye mambo ya imani utauwekaje? Hofu kwamba namhofia, mfano unasema namhofia baba, unakuwa una maana gani hapo? Ndani kwenda kinyume na yeye. Yani unakuwa unahofia kwenda kinyume na anavyotaka. Hivyo tunatakiwa kumbe kuhofia, kuogopa kwenda kinyume na mapenzi ya nani? Ya Mungu. Huo ndio ujumbe wa malaika wa kwanza unatuambia. Tunatakiwa kuogopa kwenda kinyume na mapenzi ya nani? Sasa hiyo taswira ya ujumbe wa malaika wa kwanza tunakutana nao katika kitabu cha Danieli. Kitabu cha roho ya unabii cha Manuscript Releases volume ya kwanza kinasema hivi. Kitabu cha Danieli kina sehemu yake katika jumbe 3 za malaika. Kitabu cha Danieli kina sehemu yake katika jumbe 3 za nani? Hivyo tunaposema jumbe 3 za malaika katika sura 3 za mwanzo wa kitabu cha Danieli, ina maana ni kitu ambacho ni uhakika. Sasa soma mstari wa 5 tuendelee kuona jinsi gani ujumbe wa malaika wa kwanza unawasilishwa katika kitabu hiki. Soma mstari wa 5. Huyo mfalme akawaagiza posho ya chakula cha mfalme na ya divai aliyokunywa, akaagiza walishwe hivyo muda wa miaka 3 ili kwamba hatimaye wasimame mbele ya mfalme. Mfalme alichokifanya ni aliagiza posho aliagiza posho ya nini? Ya chakula, ili yawalishe hawa vijana wa Kiisraeli. Kumbuka hawa walitoka Israeli, walishwe chakula cha kifalme. Kumbuka hawa wanaandaliwa kuwa watu wakubwa kwenye taifa, wanaandaliwa kuwa watu wakubwa na wa muhimu katika ufalme wa Babeli. Hivyo ukiacha katika mstari wa 4 tumesoma kwamba Mfalme Nebukadneza aliagiza wasomeshwe, wapewe elimu ya Kikaldayo na wafundishe. Wakaldayo ndio wa Babeli wenyewe. Wapewe elimu ya Kikaldayo na wafundishwe lugha yao ili kwamba wafae. Kwa hiyo katika kuandaa pamoja na kuwapa elimu, walitakiwa walishwe vizuri chakula cha kifalme. Chakula cha kifalme kikoje visi. Sijajifunza kabisa chakula cha kifalme. Ukijui
Chakula cha kifalme yani ni cha kifahari, kifupi cha kifahari. Sasa natakiwa kukumbuka kitu kimoja. Taifa la Israeli ilikuwa ni taifa la Mungu, si ndio? Taifa la Mungu. Taifa la Babeli sio taifa la Mungu. Ina maana hapa ni lazima tu kungekuwa na mgongano wa kanuni za maisha, kwa sababu hawa Babeli hawamtambui Mungu wa mbinguni na wala hawaziishi kanuni za wapi? Wao hawana hofu ya nani? Ujumbe wa malaika wa kwanza unatuambia mcheni Mungu na kumtukuza, mumhofu Mungu na kumtukuza. Katika Babeli hakukuwa na utaratibu wa kumhofu Mungu na kufanyaje? Wao hawana habari na Mungu. Ila ndani ya kina Danieli wao wana hofu ya Mungu na kufanyaje? Na kumtukuza. Sasa chakula waliambiwa waandaliwe chakula wapewe. Sasa soma mstari wa 8 tuone Danieli na wenzake walisemaje kuhusiana na chakula ambacho wangepewa. Soma mstari wa 8. Lakini Danieli aliazimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme wala kwa divai aliyokunywa. Basi akamwomba yule mkuu matowashi ampe ruhusa asijitie unajisi. Zingatia sana hii kauli ya Danieli. Danieli alikuwa ni kijana kipindi hiki, yaani alikuwa na umri ambao usiozidi miaka 20. Akachukuliwa mateka kutoka nchi ya nyumbani kwao, akapelekwa katika nchi ya utumwani. Alienda kama mateka. Sasa wakati mfalme ameagiza wapewe posho ya chakula, yeye Danieli alijibuje? Aliomba ruhusa kwa wale mkuu wa matowashi ampe ruhusa asijitie unajisi kwa chakula cha mfalme na kwa divai aliyokunywa mfalme. Sasa swali ni hivi, tusiende tu bila kuelewana kwanza. Kisa chenyewe kilikuwa kinahusu nini? Kwa nini Danieli alisema hivi? Kwamba siwezi kujitia unajisi kwa sababu ya chakula cha nani? Kwa nini? Unajisi maana yake nini? Ni vitu ambavyo vinakuweka, ni vitu ambavyo ni tofauti na vitu vinaendana na tabia ya Mungu. Vitu ambavyo vinaendana vinatofautiana na tabia ya Mungu. Okay. Vise, ukisikia kitu najisi, unaelewa maana yake nini? Najisi ni vitu ambavyo Mungu ambavyo haviruhusiwi, kama amani walisema hivi. Aha, sawa. Kwa nini Danieli alisema hatajitia unajisi na chakula cha mfalme? Mama, karibu. Kwa nini? Maana kilichoelezwa hapa ni posho tu ya chakula imeelezwa wanapewa, lakini Danieli anasema anaomba ruhusa asijitie unajisi na chakula cha mfalme. Kwa nini alisema hivi? Chakula ni najisi. Ina chakula kilichokuwa mezani sio chakula kisafi. Sawa. Kulingana na imani yake. Ni chakula ambacho ni najisi. Sawa kabisa. Ina maana kama tulivyotangulia kuona kwamba taifa la Israeli lilikuwa la Mungu, linatembea limepewa kanuni za maisha kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Ila taifa la Babeli lenyewe ni taifa ambalo halimjui Mungu wala hofu ya Mungu haipo kati yake. Sasa hapa lazima kanuni za maisha zingegongana tu. Sasa hawa ambao ni Waisraeli lazima walitakiwa waoneshe hofu kwa Mungu. Ndio maana ya kumcha nani? Maana kwa kumcha Mungu tumeona hata kwa Kiingereza inasema ni fear God. Fear God ina maana ni kumhofu Mungu. Hivi hawa vijana Danieli na wenzake walikuwa wanamhofu nani?
Mungu wao, kitu cha kwanza kabla hawajafanya lolote katika jambo lolote, wanahofia kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu, hata kama ni katika jambo dogo kiasi gani. Kauli hii ya Danieli ya kusema hatutajitia unajisi, maana yake ni kwamba walikuwa na hofu juu ya kwenda kinyume na maelekezo ya Mungu kuhusiana na chakula. Kwa nini walisema hatajitia unajisi? Ni kwamba katika mataifa ya kipagani, ukiacha taifa la Israeli, mataifa ya kipagani na menyewe yalikuwa na dini zake. Hasa Babeli inatajwa kuwa kiini cha miungu mingi sana ambayo inatumikiwa hata leo kwa njia hizo za kizamani, lakini pia kwa mtindo wa kisasa. Hizo miungu, yani Babeli, taifa la Babeli ni chanzo cha miungu mingi sana ambayo inatumikiwa mpaka na Babeli ya leo. Kwa hiyo walikuwa na kawaida ya kwamba hasa chakula cha mfalme ndiye alikuwa yani ni kama kuhani mkuu wa dini ya kipagani. Yaani kwa mfano kama ni nani? Ni mfalme Nebukadreza. Yaani huyo ndio ambaye anatakiwa kuwaongoza walio chini yake kuitumikia miungu kama Farao alivyokuwa. Farao na yeye alikuwa anaongoza wa Misri katika kuitumikia miungu ya Kimisri. Akienda katika mto wa Naili, anaangalia jinsi ambavyo mto Naili unaleta maji katika taifa lake, anaona ni fahari, anaona kwamba mto Naili ni Mungu. Kwa maana Mungu kuja kuthibitisha kwamba mto Naili si Mungu, akatia maji yakawa nini? Maji yakawa nini? Damu. Akageuka kuwa damu. Ili wayachukie. Hivi Mungu unaweza ukamchukia? Ukimchukia maana yake imani yako kuna mashaka, au huyo sio Mungu wa kweli. Mapigo 7 yalikuja kuthibitisha. Mungu alikuja kuthibitisha kwamba hiyo miungu wanayoitumikia si Mungu. Mapigo yale hayakuwa tu mapigo ya kumwadhibu Farao ili awaruhusu Waisraeli watoke, bali ya kujidhihirisha kwamba yeye ni Mungu wa miungu. Yeye ni ile miungu aliyokuwa anaitumikia, sio miungu, sio Mungu wa kweli. Mfano, pigo walilopigwa lingine lilikuwa ni la Vyula vilitapakaa kwenye nchi. Vyula kule Misri naye alikuwa ni mungu fulani. Kumbuka wapagani wana miungu ya kila aina. Alikuwa ni mungu fulani. Hivyo kitendo cha vyula kujazwa, walianza kuwaua wale vyula kwa sababu wamejaa sana. Mungu wako unaweza ukamuua. Walikuwa wanathibitishwa sasa. Yaani kwa mikono yao wenyewe, kwa ushahidi wao wenyewe, wajue kwamba kweli hawa sio miungu. Yaani mpaka tunawaua. Mungu unawezaje ukamuua Mungu? Kwa hiyo yani wanathibitishwa kwa ushahidi wa macho yao wenyewe kwamba huyu si Mungu. Maana angekuwa Mungu hawezi akafa wala akatufanyia mambo mabaya kiasi hiki. Kwa hiyo hata katika mataifa ya kipagani hasa Babeli, nyama zile za kifalme, yani chakula cha kifalme kilikuwa na nyama. Sasa ile nyama kabla ya kuletwa mezani ilitakiwa itoke kwanza katika kutolewa sadaka kwa sanamu, ndio inaletwa mezani kwa nani? Yaani kama ambavyo tunaambiwa sisi kwamba kabla ya kufanya jambo lolote mshukuru nani? Hata katika chakula. Tunaanza kwanza kwa kuomba. Tunashukuru kwa chakula Mungu alichotupatia. Vivyo hivyo katika upagani walikuwa wanafanya hivyo. Kabla hawajaleta mezani ile nyama, lazima iwe nyama imetoka kutolewa sadaka kwa nani? Kwa sanamu. Ndio maana katika Agano Jipya, kitabu cha Matendo ya Mitume nafikiri, kuna kesi kama hiyo ilijitokeza kwa Wakristo wa awali kwamba Wakristo wanaweza kula nyama iliyotoka kutolewa sadaka kwa sanamu, na mitume wakasema hatutakiwi kula nyama
iliyotolewa sadaka kwa sanamu. Hivyo Danieli alikuwa anajua wazi kanuni za kipagani. Hivyo akaona tukitumia hiki chakula tutakuwa tumeshiriki ile ibada ya sadaka kwa sanamu. Kitu cha pili, Waisraeli walikuwa na nyama safi na nyama zisizo safi. Kule Babeli hawana kanuni kama hizo. Ina maana nyama zozote watakazoletewa, ile iwe nguruwe, iwe panya, iwe fisi, ni nyama katika ufalme wa Babeli, ni chakula. Lakini kwa kina Danieli ni kitu najisi. Hivyo ili kujiepusha na hayo, Danieli akasema akazimu moyoni mwake hawezi kujitia nini? Unajisi kwa chakula cha kifalme. Hivyo tunachofundishwa hapo ni nini? Ni hofu ya Mungu. Kumhofu nani jamani? Yaani hilo ni jambo ambalo linatufundisha katika maisha yetu binafsi. Mara nyingi hata sisi wenyewe tunakutana na mazingira fulani katika mahali fulani yanayotuonesha kabisa, tunasadikishwa moyoni kwamba nikifanya hiki kitu Mungu wa mbinguni hataki, ila kwa sababu pengine huko kwa watu wengi unaogopa kutanguliza hofu ya Mungu. Yaani unaanza kutenda kinyume na dhamiri inavyokuambia. Ujumbe wa malaika wa kwanza unatuambia mcheni Mungu na kufanya nini? Na kumtukuza. Akina Danieli waliheshimu huu ujumbe kabla haujaja kwetu katika kipindi chetu. Maandiko anasema hayo yote yaliandikwa ili yawe fundisho kwetu ambao sisi tunaishi katika miisho ya zamani. Kitabu cha kwanza cha Danieli ni taswira ya ujumbe wa malaika wa kwanza wa kumhofu Mungu. Yusufu, hebu soma kitabu cha Mwanzo 39 mstari wa 9. Soma. Hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi. Wala hakunizuilia kitu chochote ila wewe. Kwa kuwa wewe umkewe, nifanyaje ubaya huu mkubwa nikamkosee Mungu? Yusufu akiwa kule Misri utumwani, kama akina Danieli walivyokuwa utumwani, akiwa peke yake, tena kwenye jumba la yule waziri mkuu, nyumbani kwa Potifa. Sasa anakutana na jaribu la kulazimishwa kufanya ngono na yule mke wa Potifa. Majibu aliyotoa yanajenga taswira ya ujumbe wa malaika wa kwanza kwamba muhofu Mungu na kumtukuza. Yaani kinachotakiwa kutangulia katika maisha yetu ni hofu ya nani? Ukienda kinyume na hiyo, umeshatenda dhambi tayari. Akina Danieli walikuwa peke yao kwenye ufalme, tena wamechaguliwa kuwa wenye hekima wa mfalme. Wako peke yao kule, wako wanne. Pengine wangekubaliana tu kwamba tuachane tu na hizi kanuni za Mungu. Si tuko peke yetu huku, kwa nani anatuona? Haya, Yusufu na yeye alikuwa peke yake, wako nyumbani, wako wawili, yeye na mke wa Potifa. Angesema tu kwani kuna nani ananiona hapa? Hii ni fursa. Angemkosea nani? Yule ambaye anaona popote pale. Hivyo wao walikuwa na hofu ya nani? Tunapaswa kuwa hivyo. Mungu anatafuta akina Danieli wa leo, anatafuta akina Yusufu wa nani? Wa leo. Ujumbe wa malaika wa kwanza unathibitishwa katika sura ya kwanza. Tunapaswa kumhofu Mungu katika mazingira yoyote, katika tendo lolote. Bwana apewe sifa. Haya, tunaenda ujumbe wa malaika wa pili
katika sura ya pili ya Danieli. Sura ya pili ya Danieli. Ujumbe wa malaika wa pili unasemaje? Unaona 14 mstari wa 8. Kisha mwingine malaika wa pili akafuata akisema, umeanguka Babeli, mji ule ulio mkubwa, maana ndio uliowaonyesha mataifa yote mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake. Asante. Umeanguka nani? Akina Danieli na wenzake walikuwa utumwani katika ufalme gani? Wa Babeli. Na hapa ujumbe wa malaika wa pili unatuambia ameanguka nani? Umeanguka Babeli. Sasa katika sura ya pili ya kitabu cha Danieli kuna ujumbe wa malaika wa pili wa kutamkwa kwa anguko la Babeli halisi. Tuko pamoja? Katika mambo ya Mungu iko hivi. Kitu halisi hutangulia kikiwa na picha ya jambo ambalo litatokea kiroho. Tuko pamoja? Mungu anatangulia kuleta jambo halisi, kumbe ni picha ya jambo ambalo litatokea katika hali ya kiroho. Babeli hiyo ya ufalme wa Babeli unayoiona, ndio maana tunaambiwa tusome maandiko. Kuna kitu ambacho nimekisoma ndani ya wiki hii kuhusiana na ufalme wa Babeli. Naona ise, kumbe duniani hakuna jipya. Duniani hakuna nini? Hata hili Babeli ya kiroho unaosema sijui Rumi, sijui nini. Yaani ukisoma jinsi Babeli ya zamani ilivyokuwa, ndivyo yanavyotokea kiroho leo. Utaona kwa kifupi tunapoangalia jumbe hizi tatu za malaika katika kitabu cha Danieli. Ujumbe wa malaika wa pili unasema umeanguka Babeli. Sura ya pili ya kitabu cha Danieli ilitamka hili tamko la Mungu kwamba umeanguka nani? Babeli. Sura ya pili ya kitabu cha Danieli tunakutana na kisa cha ndoto ya mfalme Nebukadreza. Alikuwa amelala, akaota ndoto ya ajabu ambayo yeye mwenyewe aliisahau. Uko pamoja? Aliisahau. Akawaita wenye hekima wake wote wamwambie kwanza ameota nini, halafu wamtafsirie hiyo ndoto, ila wakashindwa. Kumbuka siku zote katika misheni ya Mungu duniani huwa kuna vita kati ya Mungu wa kweli na miungu mingine. Tuko pamoja? Na hilo ndio lengo kubwa. Kuna vita kati ya ulimwengu wa nuru na ulimwengu wa giza, ila viwanja vya vita ni sisi. Viwanja ambapo vita vinapiganwa ni wapi? Ni ndani yetu. Katika sura ya pili tunaona wale wenye hekima wa Babeli waliitwa na mfalme, wakaambiwa. Mfalme anawaambia niambieni nimeota nini, lakini hawawezi. Mwisho wa siku wakasema tumeshindwa. Yaani hiki kitu haijawahi kutokea, kwamba usemi chochote na unatuambia tukutafsirie, ni kitu ambacho hakiwezekani. Hata wao wenyewe wakasema jambo hili linawezekana tu kwa miungu. Hebu tusome Danieli 2. Danieli 2:11. Ni neno la ajabu hili analolitaka mfalme, wala hapana mwingine awezaye kumwonyesha mfalme neno hili, ila miungu wasio na kikao pamoja na wenye wivu. Ila miungu wasio na kikao pamoja na wenye nini? Wenye mwili. Kumbuka kulikuwa na miungu ya kila aina kule Babeli. Hao wenye hekima wa Babeli, yaani nasikia hata mataifa haya ya kwetu unakuta labda rais ana jopo la waganga
waganga ambao wanamsaidia katika kung'amua mambo, wanamsaidia katika kuangalia hivi baada ya muda gani kuna jambo gani litatokea, wanamsaidia. Sasa mfalme wa Babeli alikuwa nao hao waganga, wasihiri, wanajimu, yani wanajua sayansi za ulimwengu wa giza, hizo wanazijua vizuri. Sasa wamsaidie, lakini wakachemka, wakasema yani hili jambo linawezekana kwa miungu tu isiyo na kikao pamoja na wenye mwili. Ina maana wakatambua nguvu zingine ambazo ziko juu yao. Maandiko yanasema hivi, Mungu aliruhusu mfalme aoneshwe ndoto ambayo itamkosesha amani, halafu akaificha ili asipewe tafsiri potofu na hawa waganga wake, ili maana ipotoshwe. Akaifunika ili aje apate tafsiri sahihi kutokana na mapenzi ya Mungu mwenyewe. Kumbuka, kabla waganga wake hawa hawajasema kwamba tumeshindwa, walikuwa wanamlazimisha, wanamsihi sana, tuambie yeye mfalme, atuambie mfalme ameota nini, kisha sisi tutatoa nini tafsiri. Lakini mfalme naye amekasirika kweli, akisema tena msiponiambia mtakatwa vipande. Iko hivi, fundisho lililoko hapo, Shetani hana uwezo wa kusoma mawazo ya mtu. Shetani hana uwezo wa kusoma mawazo ya nani? Anategemea uyafunue mawazo yako hayo, kisha yeye anayatumia, anajua kumbe ndani yako kuna kitu hiki. Mfalme angekuwa anakumbuka hata kidogo, akawaambia nimeota hivi na hivi, wasingeshindwa kumwambia tafsiri ya ndoto. Wangemwambia chochote, hata kumdanganya ili wasife. Yaani umewaambia umeota hivi, alafu waruhusu wafe eti wameshindwa, wamesema tumeshindwa kutoa tafsiri. Ni kitu ambacho hakipo. Sasa hapa kulikuwa na vita ya miungu wa Babeli na vita ya miungu ya Mungu wa kweli. Miungu ya kipagani ilishindwa na Mungu wa kweli akafanyaje? Akashinda, kwa maana ya kumwambia mfalme nini ameota na maana ya tafsiri hiyo. Sasa kitu gani ambacho kilisababisha mfalme aote ile ndoto? Mama, unajua chochote kuhusiana na kile kilichosababisha mfalme Nebukadneza aote ile ndoto? Maana ile ndoto kimsingi ni ya kiunabii. Sasa kama ni ya kiunabii, kwa nini Mungu aliamua kumtumia mfalme mpagani kumuonesha ile ndoto ambayo ni historia ya dunia hii, ya falme za dunia hii, asimuoneshe nabii wake? Akatumia mfalme ambaye ni mpagani, yani kimsingi sio nabii. Kitu gani kilimfanya Mungu amuoneshe yule mfalme? Kwa jinsi unavyo tafakari, kama ulishawahi kujiuliza swali kama hili. Sisi nashika kupata mwelekeo, lakini nachofahamu yule mfalme Nebukadneza sio yule ni kwa chombo cha Mungu. Na yule ni mshindi, chombo cha Mungu na ni mshindi. Lakini sasa kwa nini ya kuwapa Mungu awape manabii zake awampe yule? Hapa tunashindwa connect. Maana mpaka kwa muda huu anaoteshwa ndoto. Ni mtu ambaye alikuwa hamjui Mungu. Hamjui Mungu, yes. Yaani hamjui Mungu. Ameanza kumjua Mungu baada ya kukutanishwa na hawa Waisraeli kwenye tafsiri ya hii ndoto. Na akaanza kumjua Mungu sasa, kumbe kuna Mungu. Sasa maandiko yanasema hivyo, ukisoma kitabu cha humo kwenye Biblia, lakini maelezo yamefafanuliwa zaidi kwenye wachambuzi wa unabii wa kama Uriah Smith. Lakini pia kuna mwingine anaitwa Stephen Haskell, waliokuwepo wachambuzi wa kinabii kipindi ile ni White, ambao maandiko yao aliyathibitisha kwamba anaweza kutumika. Biblia imeeleza juu ya hilo. Ukisoma kitabu cha Danieli hapa, Danieli
2 mstari wa 29. Kitu ambacho kilisababisha mfalme aote ile ndoto, kitu ambacho kilimfanya Mungu ampe hiyo ndoto mfalme. Mstari wa 29 anasema, wewe mfalme, mawazo yako yaliingia moyoni mwako kitandani pako ya mambo yatakayokuwa halafu, na yeye afunuaye siri amekujulisha mambo yatakayokuwa. Sababu iliyomfanya Mungu ampe ndoto yule mfalme Nebukadreza ni kwa sababu alikuwa anafikiria na kuwaza hivi. Unajua Babeli ilikuwa ina fahari nyingi sana. Sasa mfalme naye alikuwa amezeeka, anaelekea, yani anaona kabisa kwamba ufalme wangu mimi siwezi kudumu muda mrefu. Ila anafikiria sasa ufalme wake huu ambao ameufanikisha, baada ya huo mambo yatakuwaje baadaye? Anajiuliza, je, kama kutakuwa na ufalme mwingine zaidi ya huu? Yaani ni kama wewe baba wa familia unaanza kujiuliza kwamba hivi mambo haya yatakuwaje baada ya miaka hata 10 ijayo? Familia yangu itakuwaje? Sasa ikambidi Mungu amletee ndoto. Ndoto ile ilikuwa ya kumpa majibu ya mambo ambayo yatatokea baadaye. Maana yeye alikuwa anajiona, alikuwa na kiburi na anasema ni huyu mfalme hakuna mwingine, na anajigamba kwa uwezo wake huo wa kufanikisha vile, maana ufalme wa Babeli uliimarika sana chini ya mikono yake. Hivyo ndoto ile ilikuwa ya kumjibu mfalme kwamba mambo yatakayokuwa baadaye ni haya hapa. Ndio sasa anaonyesha kwamba falme zingine zitafanyaje? Zitakuja. Sasa ujumbe wa malaika wa pili unatimiaje katika sura ya 2 ya kitabu cha Danieli? Kumbuka ujumbe wa malaika wa pili unasema umeanguka nani? Sasa unatimiaje katika kitabu hiki cha Danieli? Sura ya 2 mstari wa 37 hadi 39. Hapo tunakutana na tamko la Mungu la umeanguka nani? Babeli. Soma 37 hadi 39. Wewe mfalme, mfalme wa wafalme na Mungu wa mbinguni amekupa ufalme na uwezo na nguvu na utukufu. Sasa nani? Na kila mahali wakaapo wanadamu, wanyama na kondeni na ndege wa angani amewatia mkononi mwako, naye amekumilikisha juu ya hao wote. Wewe ukichwa kile cha dhahabu. Wewe ukichwa kile cha dhahabu. Katika ile sanamu bado hatujamaliza. Katika kile kichwa cha ile sanamu aliyoiota. Yeye aliwakilishwa na kichwa cha nini? Sanamu. Kichwa cha ile sanamu kilichokuwa kimeundwa na dhahabu. Yeye ndio Babeli. Yeye ndiye mfalme wa Babeli. Kaambiwa wewe ukichwa. Ina maana yeye ni kama mfalme akiwakilishwa na kile kichwa tu. Sasa anguko la Babeli linatajwa mstari wa 39. Soma. Na baada ya zamani zako utainuka ufalme mwingine mdogo kuliko wewe. Ishi hapo. Na baada ya zamani zako, baada ya mfalme wewe Babeli, utaanguka na ufalme mwingine mdogo kuliko wewe utafanyaje? Utainuka. Anguko la Babeli halisi lilitangulia, na baadaye anguko la Babeli ya kiroho lilifuata. Yaani mambo ambayo yametokea katika hali ya kiroho yalianza kutokea katika uhalisia. Tuko pamoja wapendwa? Babeli ya ufalme halisi wa mfalme Nebukadreza ulitamkiwa umeanguka Babeli katika ile ndoto. Majibu akapewa ya ile ndoto aliyokuwa anafikiria, ufalme utakuwaje baada yangu ama baadaye kwa miaka kadhaa.
ataambiwa utaanguka Babeli, utainuka ufalme mwingine, wewe utaanguka. Ni kweli Mungu amekumilikisha mambo yote haya, ufalme yeye ndiye anaotoa, amekupatia haya yote, watu wote wamewekwa chini yako, lakini baadaye utaanguka, ufalme huo utachukuliwa na watu wengine. Unajua iko hivi, kanisa la Mungu duniani ina wajibu mkubwa sana, kwa sababu dunia yote imewekwa chini ya hilo kanisa. Yaani kwamba kanisa hili lisipofanya kazi, dunia yote imefanya nini? Imeangamia. Hivi tunalijua hilo? Ufalme wa kiroho wa dunia hii, wa ule wa kimungu, umeshikiliwa na kanisa la Mungu duniani. Mfalme wa Babeli alikuwa amepewa uwezo huo na Mungu kuimiliki nini? Dunia, kuitawala dunia. Kwa hivyo akaambiwa umepewa vyote hivi, lakini utaanguka. Sasa miliki yote hiyo isiwe kwako tena, iwe kwa mwingine. Ndipo ilivyo hata kutimia kwa ujumbe wa malaika wa pili. Waprotestanti walikuwa wamependelewa na Mungu. Makanisa ya Kiprotestanti wao ndio walikuwa wanatambulika kama kanisa la nani? La Mungu. Lakini kama Babeli halisi ilivyotamkiwa itaanguka, ufalme wao, ufalme wa Mungu kwao uliondolewa. Kumbuke kauli ya Yesu kwa Waisraeli. Alisema ufalme utaondolewa kwenu, si ndio? Ufalme utaondolewa kwenu na taifa lingine lizaalo matunda watapewa. Hebu soma Mathayo 21:43. Nasema, kwa sababu hiyo nawaambia ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu, nao watapewa taifa lingine lenye kuzaa matunda yake. Sema, kwa sababu hiyo nawaambia ufalme wa Mungu, ufalme wa nani? Utaondolewa kwenu. Ina maana Waisraeli walikuwa wana ufalme wa nani? Wa Mungu. Mfalme wa Babeli alikuwa amepewa huo ufalme na nani? Na Mungu. Ina maana ukiondolewa tu ule ufalme kwake, ameshapoteza tayari ufalme. Tayari atapewa mwingine. Akipewa mwingine, maana yake miliki ile ambayo alikuwa nayo huyu Babeli amepewa ufalme mwingine. Hivyo ndivyo Waprotestanti wakati wa vuguvugu lile la William Miller walihubiri ujumbe wa marejeo ya Kristo kwa nguvu kubwa, Mungu akiwaamini hawa ndio kanisa ambao atawatumia wakati wote mpaka mwisho wa nini? Lakini ilifika sehemu wakaupinga ule ujumbe wa malaika wa kwanza, wakakata tamaa, ufalme ukahama kutoka kwao. Ufalme wa Mungu waliokuwa wamepewa ukahama kutoka kwao, wakapewa taifa lingi, kama ambavyo kwa Waisraeli ilitokea. Hivyo wale ambao walibaki kuwa wavumilivu ndio waliouchukua ule ufalme kuingia katika kipindi cha Laodikia, yaani wale wa Adventista. Sasa Bwana pewe sifa. Amen. Ujumbe wa malaika wa pili unatajwa katika sura ya pili ya kitabu cha Danieli. Kuna mtu ana swali mpaka hapa au nyongeza? Haya, tunaenda ujumbe wa malaika wa tatu katika sura ya 3 ya kitabu cha Danieli. Sura ya 3 ya kitabu cha Danieli inazungumzia nini? Sura ya 3 ya kitabu cha Danieli inazungumzia kile kisa cha mfalme Nebukadreza alipotengeneza sanamu. Sanamu hiyo ilikuwa ni sanamu ya nini?
imeundwa na nini? Shaba au Ni dhahabu. dhahabu. Na lengo lake kuu ilikuwa kukanusha tafsiri aliyopewa ya ile ndoto, kwamba mimi ni kichwa, kaa kichwa tu. Hapana, ni mwili mzima. Akaunda ile sanamu ya dhahabu na kawaambia watu wote, akaisimamisha katika uwanda wa Dura. Uwanda wa Dura ulikuwa ni tambalale kubwa sana. Kawaambia imesimamishwa kule sanamu ya mfalme. Lengo ni kujitukuza, kiburi kimekuwa kikubwa, kwamba yani mimi ufalme nimeujenga mimi, halafu tena ufalme huu ufanyeje? Ufalme huu utoke mikononi mwangu? Hapana. Akasimamisha ile sanamu na akamwambia watu wote waisujudie ile sanamu. Kitendo cha kuisujudia ile sanamu akiwa na maana ya kwamba wakisujudia ile sanamu watu wote, maana yake hamna mpinzani. Hamna mpinzani, ni yeye, ni ufalme wa Babeli peke yake. Sasa hii sura ya 3 ya kitabu cha Danieli kuhusiana na hilo ni taswira ya ujumbe wa malaika watatu ulioandikwa katika kitabu cha Ufunuo. Ujumbe wa malaika watatu nasemaje? Na nauliza kabisa, ujumbe wa malaika watatu katika kitabu cha Ufunuo unasemaje? Sisi ndio wa Sabato. Ndio wa Sabato, sio? Yaani jinsi ulivyoandikwa kwenye kitabu cha Ufunuo ndio unachotaka. Huo ni ujumbe wa malaika wa kwanza. Watatu. Ambao ndio tuko nao sasa hivi. Hiyo Ufunuo 14 mstari wa 9 hadi wa 12. Kutokuabudu mnyama na sanamu yake. Natakiwa tusome ujumbe wetu huu wa leo. Ina maana ni onyo la Mungu kwa mtu ambaye atamsujudia mnyama na sanamu yake. Ghadhabu ya Mungu juu ya huyo mtu itakuwa ni ile ambayo haichanganywi na nini? Haijachanganywa na nini? Na maji. Sasa tunaona taswira ya ujumbe wa malaika watatu katika sura ya 3 ya kitabu cha Danieli. Mfalme aliposimamisha ile sanamu na akaamuru watu wote waipigie magoti, watu wote waisujudie, na aliandaa tanuru kubwa la moto, yaani tanuru ambalo lilikuwa na ukali sana, kwamba atakaye kataa kusujudia atafanya nini? Hiyo ni taswira ya kwamba leo hii itakaposimamishwa sanamu ya mfalme ambayo ni ibada ya Jumapili, dunia yote italetwa katika uwanda wa Dura wa kiroho. Itaambiwa kuiheshimu Sabato bandia. Ile sanamu halisi ya Mungu ilikuwa ina mgawanyiko, lakini bandia ya mfalme ikatengenezwa na dhahabu tupu. Sabato bandia italetwa, itasimamishwa na watu wote wataamuliwa kuifanya nini? Kuiheshimu. Atakayekosa kuiheshimu, maandiko yameeleza juu ya taabu ambayo watu wataipitia, watu wa Mungu. Ni mateso makali watayapitia, sawa na lile tanuru la moto ambalo liliandaliwa kwa ajili ya yeyote atakayeshindwa kufanya nini? Kuisujudia ile sanamu. Lakini wale vijana watatu akina Shadrach na Meshach na Abednego hawakuisujudia. Wengine wote walianguka, wao wakaonekana wamesimama. Mfalme akapewa taarifa, akawaambia waleteni hapa, waleteni. Ni swali la kujiuliza. Tunasoma haya mambo ni kama story fulani iliyopita, si ndio? Hivi ukileta katika uhalisia wa maisha yetu leo, mama, najua wewe
unaweza ukawa na experience ya mambo mengi, hasa katika utumishi wa serikali. Hebu fikiria mkurugenzi ambaye ni mwajiri wako. Mkurugenzi ambaye ni mwajiri wako anaagiza jambo, watumishi wote waliheshimu, halafu wewe tu kwa sababu unamheshimu Mungu uonekane umepinga. Yaani cha kwanza, yaani ni sio jaribu rahisi ile. Sio jaribu rahisi. Kibinadamu huwezi ukalishinda. Huwezi ukalishinda. Ni mpaka umejisalimisha kikamilifu kwa Mungu. Yaani kiasi kwamba unaona kwamba huyu mkurugenzi si kitu mbele za Mungu. Hapo ndipo utashinda. Lakini pasipo hivyo, mkurugenzi atakuwa na utisho mkubwa sana kwako. Tuchukulie kwa rais. Kwa rais. Mkurugenzi ana mkubwa wake mbele. Mkubwa unaweza kaenda mbele ukavani. Ukashinda. Ukashinda, lakini kwa rais. Wewe unakuwa na Samia. Yaani paka uwe na yani katika kwanza uwe umeshajizoeza tangu muda mrefu katika kumhofu nani? Mungu. Sio iwe mara ya kwanza kwako kukutana na jaribu kama hilo, huwezi ukashinda. Uwe umeshajizoeza muda mrefu, umekutana na vikwazo vingine vidogo vidogo ambao vimekupa nguvu ya kuona kwamba kumbe kweli Mungu ni mkuu kuliko kitu chochote. Una experience. Yaani pasipo ujuzi, uzoefu, huwezi ukashinda. Hata katika sheria ya Jumapili ambayo tunaingojea, ambayo inakuja mbele yetu, iko hivi: hakutakuwa na muujiza wa kushindwa ama wa kushinda. Ushindi uko sasa hivi na kushindwa kuko sasa hivi. Ina maana kitakachowafanya watakatifu washinde hiyo vita ni kwa sababu wamepata uzoefu wa kukabiliana na majaribu ya aina hiyo. Ila kama wewe ni mara ya kwanza, kushinda kwako ni ngumu mno. Akina Shadraka, Meshaki na Abednego walikuwa na uzoefu wa kukabiliana, wa kumheshimu Mungu katika mazingira magumu. Ndio maana kwa mfalme walimwambia, mfalme, hatuwezi. Maana mfalme aliwaambia, au labda mmeshindwa kuanguka kwa bahati mbaya, niwape fursa nyingine, mtaanguka. Akawaambia, hapana mfalme, tumefanya jambo hili kwa akili, tukiwa na akili timamu. Yaani mfalme akawaka hasira sana. Yaani mimi, hebu fikiria unazungumza na mfalme, uko mbele ya mfalme ambaye anatawala dunia nzima. Sio tu Tanzania sasa. Sio Samia tu au nani. Ni dunia nzima. Unaongea pengine na Trump mbele yako, unambishia. Unasema like nani, mheshimiwa, siwezi kufanya unachosema. Yaani hiyo hasira hiyo atakayowaka, kama hujawahi kukutana, unasema mfalme, usiende mbali, tuko pamoja na wewe, tuko pamoja. Utasalimu amri. Lakini akina Shadraka na Meshaki na Abednego walimwambia mfalme, hatutaisujudia, hatutaanguka. Mungu tunayemtumikia atatufanya nini? Atatuokoa. Hebu angalia ujasiri waliokuwa nao na Mungu. Mungu atafanya nini? Zaidi ya hilo, walisema hata asipotuokoa, vivyo hivyo hatutafanya nini? Hatutaanguka. Kuna muda mwingine tunamtumaini Mungu katika kuokolewa tu, ila akichelewa kidogo tunabadilisha njia, kwamba bwana, mpaka muda huu hajaniokoa tu, pengine labda mimi ndo nimekosea njia. Ila katika kitabu cha Ufunuo 3, nafikiri Ufunuo 2 mstari wa 10, kipindi cha kanisa la Smyrna, Yesu anasema, analiambia kanisa, uwe mwaminifu hata kufa. Uwe mwaminifu hata kama ukiona Mungu amenyamaza, ila unasadikishwa moyoni mwako kwamba unatenda haki. Uwe mwaminifu hata kufa, hata asipoingilia kati kukuokoa. Sasa sisi leo tumeshafikia kiwango hicho. Ni swali la kujiuliza,
kwa sababu tunaposema tu jumbe za malaika watatu, ila hatuna personal experience ya jumbe hizo. Tuna experience ya historia tu kwamba ujumbe wa malaika wa kwanza ulianza kutangazwa mwaka fulani, ujumbe wa malaika wa pili, ujumbe wa malaika wa tatu, kanisa ndio linahubiri ujumbe huo. Personal experience, yani ujuzi wako binafsi wa jumbe hizo ukoje? Hilo ndio swali la kujiuliza. Ujumbe wa malaika watatu katika sura ya 3 ya Danieli ni picha kamili ya kile ambacho kitakachotokea wakati wa mwisho. Babeli ya kiroho. Babeli ya kiroho ya Rumi itarudia yale ambayo yalifanywa na Babeli ya zamani. Akina Shadraka na Meshaki na Abednego walikubali mpaka wanaenda kutupwa, wamekubali tu. Lakini pengine tungekuwa sisi leo tunampangia Mungu muda wa kutuokoa. Kwamba ikifika hatua fulani naelekea kutupwa mle kwenye tanuru. Kama Mungu hajaniokoa hapo nitasalimu amri. Lakini maandiko yanasema uwe mwaminifu hata kufa. Na maandiko yanasema ni bora kufa kuliko kutenda dhambi. Lazima tujichunguze binafsi. Ili wewe popote pale unaweza ukawa na hofu ya Mungu kiasi hiki. Na ujumbe wa malaika wa kwanza ndio unabeba yote haya. Maana pasipo kumcha Mungu na kumtukuza, huwezi ukamheshimu Mungu mbele ya amri zingine za ulimwengu. Huwezi. Walitupwa mule na bado Mungu akajidhihirisha mshindi. Mfalme anaona mule, si tumetupa watu watatu. Huyo mbona naona watu wanne, na huyo wanne ni kama mwana wa nini? Wa Mungu. Mwana wa miungu. Swali la kujiuliza. Mfalme Nebukadneza alimjuaje mwana wa miungu? Hatimaye alimjuaje mwana wa miungu? Kwa Babeli yani Mfalme Nebukadneza alikuwa na ujuzi gani wa kutambua mwana wa miungu? Tena sio mwana wa miungu yake. Ni mwana wa Mungu mwingine. Mungu alimsadikisha. Yani inakadiriwa nilikuwa ni miaka 23. Baada ya kupokea ile ndoto na kupewa tafsiri yake, miaka 23 ilipita ndipo ile sanamu akaijenga ya dhahabu. Hivyo ni wazi kwamba kwa sababu alikuwa karibu sana na hawa vijana. Unajua baada ya ile ndoto walikuwa karibu naye sana katika ufalme. Huyu Danieli alikuwa kama waziri mkuu. Na hao wengine wakaweka kama mawaziri wengine. Hivyo walikuwa katika utumishi wako karibu naye sana. Na hao vijana walikuwa hawana hofu ya kumtangaza Mungu popote pale. Hivyo ni wazi kwamba mfalme alihubiriwa kwa miaka hii mpaka nuru ikamwingia kichwani. Kwa hiyo kitendo cha yeye kumtambua mwana wa miungu kwenye ile tanuru haikuwa muujiza. Ni kwamba elimu imeshaanza kufanya nini? Kumuingia. Kuokolewa kwa wale vijana watatu kwenye tanuru liwakalo moto kama lile ni tumaini la watakatifu ambao watakuwa waaminifu kumheshimu Mungu katika mazingira yoyote, hata kama ni hatari kiasi gani. Haya yaliandikwa ili sisi kutujenga kwa wakati huu. Bwana pewe sifa. Amen. Kuna swali lolote ama nyongeza katika hayo? Haya, tunaingia ujumbe wa malaika mwingine. Ujumbe wa malaika mwingine katika kitabu cha Danieli. Sura ya 4 ni ujumbe wa malaika mwingine. Ujumbe wa malaika mwingine unasema huyu ni malaika mwenye nguvu na mamlaka kuu, akiangaza dunia yote kwa utukufu wake, akisema umeanguka nani? Anasema umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu
mwenye kuchukiza. Kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake, na wafalme wa nchi wamezini naye, na wafanyabiashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Kisha nikasikia sauti nyingine ikisema kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake, kwa maana dhambi zake zimefika hata wapi? Mbinguni. Mungu amekumbuka maovu yake. Mlipeni kama yeye alivyolipa, mkamlipe mara mbili kwa kadiri ya matendo yake. Katika kikombe kile alichochanganyisha, mchanganyishieni maradufu. Sikiliza. Haya maneno yanayotajwa na malaika mwingine wa Ufunuo 18 ni mambo ambayo yalitimia kiuhalisia kwa ufalme wa Babeli. Malaika huyu mwenye nguvu na mamlaka kuu anayeangaza dunia yote kwa utukufu wake anasema, umeanguka Babeli. Sura ya 4 inazungumzia ndoto nyingine ya mfalme Nebukadreza. Na sura ya 4 ni sura ambayo inaeleza sasa mfalme Nebukadreza alisadikishwa na Mungu haswa. Alianza kwa kumsifu Mungu, anamalizia kwa kumsifu Mungu. Sura ya 4 inaeleza juu ya ndoto ile ambayo mfalme Nebukadreza aliota. Mfalme Nebukadreza aliota ndoto ya mti mkubwa. Hebu tusome ili tuoanishe kabisa vizuri na ujumbe wa malaika mwingine. Soma Danieli 4. Danieli 4 kuanzia mstari wa 10. Hebu ngoja nisome. Kaa. Njozi za kichwa changu kitandani mwangu zilikuwa hivi. Mfalme Nebukadreza anaeleza. Naliona na tazama, palikuwa na mti katikati ya nchi, urefu wake mkubwa sana. Katikati ya nini? Nchi. Tafsiri yake tutaenda na tafsiri moja kwa moja. Mti huu aliouota mfalme Nebukadreza ulikuwa ni ufalme wake yeye mwenyewe. Katikati ya nini? Ya dunia. Yaani almost ule ufalme wa Babeli ulikuwa katikati ya dunia. Mashariki ya kati kule, yaani kunatajwa ndo kama center ya dunia, ndo katikati ya dunia. Ufalme ule, ikulu, makao makuu ya ufalme ule wa Babeli kwa sasa hivi ni Iraki, ndio ilikuwa kama ufalme huko katikati. Sasa anasema urefu wake mkubwa sana. Mti ule ukawa na nguvu. Urefu wake ulifika mpaka wapi? Mbinguni, na kuonekana kwake mwisho wa dunia. Ufalme ulikuwa ni mkubwa sana ulioenea dunia yote. Mti ukakua, ukawa na nguvu, urefu wake ulifika mpaka mbinguni na kuonekana kwake mpaka mwisho wa dunia. Majani yake yalikuwa mazuri na matunda yake mengi, na ndani yake chakula cha kuwatosha watu wote. Wanyama wa kondeni walipata uvuli chini yake, na ndege wa angani walikaa katika matawi yake. Kila kitu chenye mwili kilipata chakula chake. Kiufupi ni kwamba ufalme wa Babeli, si tumeona kama ni Mungu aliyempa ule ufalme. Yaani ni kwamba chakula kinachosemwa hapa kilikuwa ni chakula halisi kwa kipindi kile. Lakini pia si chakula halisi tu. Babeli ilikuwa center ya kituo cha elimu duniani. Tuko pamoja? Kama leo labda watu wanaenda vyuo vikubwa duniani, Harvard University, sijui Oxford University, sijui university gani, ni center za elimu zinazotukuka duniani. Wanapokutana pale wasomi wa kila aina wanaenda kutafuta elimu pale. Ndivyo ilivyokuwa Babeli. Elimu nyingi hizi, sayansi hiyo tunayoisoma sasa hivi, mathematics, ilikuwepo kipindi cha Babeli. Wasomi walikuwa wanaenda Babeli, wanakutana kule kwenda kutafuta nini? Mataifa yote yalikuwa yanaenda kutafuta elimu kule. Lakini elimu ile haikuwa ya kumtanguliza Mungu. Ilikuwa ni ile ambayo inachochea tu kiburi na kujiona. Dunia yote ililishwa chakula kama hicho. Kumbuka yule malaika wa Ufunuo 18, yeye anasema amewanywesha mvinyo
Mvinyo ni nini? Mvinyo ni pombe au hivi? Kwa uhalisia sasa. Tafsiri yake sasa. Kunyweshwa mvinyo maana yake nini? Anasema kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wao. Kila taifa lililowekwa chini ya ufalme na ufalme huu wa Babeli lilifanya kama Babeli inavyotaka. Mfumo wa elimu, mfumo wa kidini, yani lilirisishwa kila kitu. Kila mahali ambapo walifika wa Babeli kutawala, waliweka mifumo yao ya elimu, mifumo ya kidini, mifumo ya miungu. Hivyo dunia yote, mataifa yote yalinyweshwa mvinyo wa Babeli. Kama leo hii Babeli ya kiroho, Rumi ya kidini ilivyowanywesha madhehebu mengi yanayounda Babeli. Babeli si ana mabinti, maandiko yamesema ana mabinti. Hao mabinti wamenyweshwa mvinyo na mama yao. Ndivyo ilivyo Babeli kama ufalme wa Nebukadneza ulikuwa kama mama wa dunia. Mabinti ni mataifa yote ambayo yako chini. Lakini taifa la Mungu lilikunywa mvinyo. Watu wa Mungu halisi walikunywa huo mvinyo? Hawakunywa. Pamoja na kwamba walikuwa chini ya huyo mfalme, Waisraeli wa kweli walisimama, ndio waliomsaidia hata kumkiri Mungu wa mbinguni. Ndivyo ilivyo hata leo, kwamba pamoja na kwamba dunia yote imenyoshwa kwa mvinyo wa ghadhabu, mvinyo na uasherati, lakini kanisa la Mungu haliwezi kunywa huo mvinyo. Na hilo ndio litaisadikisha Babeli kumjua Mungu wa kweli wa mbinguni. Bwana apewe sifa. Amen. Anasema mfalme juu ya ndoto yake, anasema nikaona katika njozi za kichwa changu kitandani, natazama mlinzi, naye ni mtakatifu, alishuka kutoka mbinguni. Akapaza sauti yake akasema, ukateni mti huu, fyekeni matawi yake, yapukusheni mbali majani yake na kuyatawanya matunda yake. Wanyama na waondoke hapo chini yake, na ndege katika matawi yake. Hivi mnaelewa hii connection? Ujumbe wa malaika huyu malaika wa Ufunuo 18 anasema umeanguka Babeli. Huyu mlinzi kutoka mbinguni katika ndoto ya mfalme aliyemwona anasema ukateni huu mti. Ule mti ndio ufalme wa wapi? Babeli. Ukateni huu mti. Lakini pia anasema wanyama na waondoke hapo chini yake. Wanyama katika unabii, wanyama ni falme. Amen. Ina maana falme zilizopo chini ya, maana yeye alitajwa kama mfalme wa wafalme, mfalme Nebukadneza. Wanyama ama falme zilizopo chini yake waondoke. Ina maana wajitenge na nani? Na Babeli. Ule Ufunuo 18 inasema hivyo kwamba ule mstari wa 4 anasema nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni, na mlinzi huyu aliyemwona katika ndoto mfalme Nebukadneza alitoka wapi? Aliyesema kikateni, na anasema wanyama watoke chini ya huo mti. Mstari wa 4 anasema sauti ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi za. Naona muunganiko Jana nilikuwa na jadili na watu fulani kutoka kanisa la wenzetu wa Sabato kuhusiana na huduma ya meza ya Bwana. Huduma ya meza ya Bwana kwa wenzetu sasa hivi wanaruhusiwa kushiriki hata wale ambao ni wale ambao hawajabatizwa ndani ya kanisa hilo la SDA, ila wamebatizwa kwenye madhehebu mengine. Sasa wale ambao ni watetezi wa kanisa sasa wanatafuta kila mbinu ya kutetea tu kwamba hilo jambo lisionekane sio kosa. Na nikaonesha mpaka kanuni ya kanisa ama mwongozo wa kanisa unaoonesha hiyo kwamba kanisa lina practice open communion. Linafanya ushirika wa wazi kwa mtu yeyote aliyebatizwa katika
kanisa lolote, nikawawekea na klipu fulani ya mchungaji wao akithibitisha hilo, kwamba akithibitisha kwamba makanisa mengine wao wa Katoliki, wa Anglikana, wa Lutherani mbele za Mungu wanahesabika ni kanisa. Usione kama sio kanisa. Ndio maana wakija kanisani tunakula nao meza ya Bwana. Sasa wale wakawa wanasema kwamba sasa mimi, mwingine akawa anasema mimi sifuati mchungaji, nafuata Biblia inavyosema. Ina maana sasa ameshagundua ni makosa, ila anajifariji sasa kwamba yeye hafuati mwongozo wa kanisa wala hamfuati mchungaji, ila anafuata Biblia inavyofanyaje. Sasa nikauliza, hata ukifuata Biblia utaiepukaje hiyo dhambi? Maana imehalalishwa na mfumo wa kanisa. Kitu ambacho wengi hawajui katika ulimwengu wa kiroho wa sasa, mami, sijui kama unakifahamu hiki, ni kwamba ukiwa kwenye mfumo wowote, hata kama wewe ni innocent, ila mfumo ule unatenda dhambi, unashiriki ile dhambi. Unajua hilo? Yes. Kwani akina Danieli wakati wameenda kule Babeli, si wanaonekana ni watu watakatifu sana, ambao hawataki hata kumkosea Mungu hata kidogo. Ona taifa lao limepigwa, limeletwa utumwani. Au habari ya Akana na Israeli. Akafanya kosa, watu wakafanya nini? Wakajumuishwa mpaka familia yake kwa wao. Utajiuliza kwamba mbona hawa watu ni watakatifu sana na wameletwa huku utumwani, mbona taifa limeokolewa tu kupitia hao? Kumbe ni kwamba wao walishiriki dhambi za watawala wao. Watawala wao ndio walikuwa waasi, wanaamua mambo kinyume na Mungu. Hivyo ile dhambi, hata kama wao hawana hatia kwa binafsi, wanashirikishwa ile dhambi. Kitu ambacho wengi hawajui. Katika mifumo mingi ya kidini huwa wanapenda kujifariji hivyo. Watu wanasema kwani mimi nafanya, wao wafanye, hata GC kiasi, mimi niko salama kwa sababu mimi siifuati GC na mfuata Yesu. Ni kauli ambazo ni za kutokujua kabisa. Dhambi yoyote iliyohalalishwa kimfumo, unashirikishwa hiyo dhambi. Ndio maana dhambi za Babeli ziliwahusu hata wale wote waliowekwa chini ya nini? Ya Babeli. Ndio maana wanaambiwa wanyama watoke chini ya huo mti. Na malaika wa Ufunuo 18 nawaambia, tokeni kati yake, msishiriki dhambi zake, na wala msije mkashiriki mapigo. Akina Danieli walishiriki dhambi za taifa la Israeli, wakashiriki na mapigo. Hivyo ndivyo ilivyo katika mifumo yote ya kidini leo. Ikikosea, kanisa likikosea, mfumo wa kanisa ukikosea, washiriki wote wanashirikishwa ile dhambi. Ndio maana kuna usalama wa kuwa katika kanisa la Mungu. Kwa sababu katika kanisa la Mungu, hapo ndipo Mungu anasimama. Na pale kuna usafi wa mafundisho. Ina maana huwezi ukashirikishwa dhambi yoyote iliyo kimfumo. Huwezi, utakuwa salama. Yaani swala la kupambania wokovu wako itakuwa la kwako peke yako. Yaani kushindwa kwako itakuwa ni kwa sababu ya wewe mwenyewe, sio kwamba umekoseshwa na mfumo kufuata utaratibu ulio kinyume na maandiko. Ila kuwa kwenye mfumo ambao umeasi, maana yake hata kama wewe ni innocent, utashirikishwa zile dhambi na hazikuachi salama. Malaika anasema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake, ili msije mkashiriki na mapigo. Hivyo sura ya 4 ya kitabu cha Danieli inamalizia na ujumbe wa malaika mwingine ambaye anawaagiza, anasema Babeli hii imeanguka, sasa watu watoke kati yake.
na ujumbe huu ndio ambao tunauhubiri sisi kama wana matengenezo leo. Mifumo yote imeanguka, imekunywa mvinyo wa Babeli, ipo inanyonya maziwa ya Babeli. Mifumo yote ya kidini duniani, maana Babeli maana yake ni confusion, Babeli maana yake ni machafuko. Hivyo humo inawekwa mifumo yote ya kidini, Ukristo bandia na dini za kipagani. Babeli inaundwa na vyote hivyo. Bwana pewe sifa. Amen. Ni jambo ambalo liko wazi, na hicho kitu cha kufanya meza ya Bwana ya kuruhusu hata wengine waje, chanzo chake ni huko. Maana kule wanaambiwa ninyi wote ni ndugu, madhehebu yote wanaambiwa ninyi yote ni ndugu, hamtakiwi kutengana, hamtakiwi kuhukumiana, yaani ninyi wote ni wamoja. Ndio maana ya hiyo ya meza ya Bwana kuruhusu hata madhehebu mengine, kwa maana ya kwamba wanawatambua hata wale ni wenzao, hakuna kinachowatenganisha. Kwa hiyo mvinyo wa Babeli ndio kama hivi. Maana ile ecumenical movement inatengenezwa, na nini? Na Roma. Imeanzishwa na Roma yenyewe. Maana Roma katika kuandaa, kuipa nguvu sheria ya Jumapili, inawaleta pamoja wa Protestanti, kuwaweka shuleni, kuwanywesha mvinyo ili kuelekea ile hatua walewe mpaka mpinzani asiwepo. Wa Protestanti wote wanyweshwe mvinyo, walewe, wasiwe na uwezo wa kupinga pale ambapo sheria ya Jumapili itatangazwa. Mifumo ya kidini imenyweshwa mvinyo. Lakini mfumo wa Mungu unaotumika na Mungu hautakuwa chini ya Babeli hata siku moja, hautakunywa mvinyo. Yaani Roma iko katika kuwakusanya wa Protestanti wote katika tita moja, kuhakikisha kwamba inawanywesha mvinyo, mpinzani akosekane kabisa. Lakini hilo jambo halitatokea hata siku hii. Katika ile sanamu ambayo mfalme aliota kule kwenye miguu, ilikuwa inaundwa na nini? Chuma mchanga. Chuma na udongo. Hiyo ilikuwa na maana ya kwamba hawataweza kushikamana tena kwa kitu hiki. Yaani udongo ulikuwa unawakilisha, kuna tafsiri nyingine inayosema udongo ulikuwa unawakilisha watu wa Mungu. Yaani hao watu wa Mungu ndio watakuwa wanaharibu muungano. Yaani mtajaribu kuungana waiendeshe dunia kama wanavyotaka, lakini watu wa Mungu wanakuja kuharibu ule muungano. Kama chuma na udongo visivyoweza kushikamana, ndivyo ambavyo hawataweza kushikamana. Kwa hiyo kanisa la Mungu, mfumo wa Mungu pekee hautaweza kujiunga na Babeli. Na ndio maana katika kitabu cha maandiko ya awali ukurasa wa 260, 261 hivi, anasema aliona, Ellen G. White aliona watu wakijitenga kutoka kwenye makanisa yaliyoanguka na kutoka kwa Waadventista wa jina, wakijiunga na kanisa la Masalio. Ni ujumbe wa thamani. Mimi huwa mpaka natafakari, nasema kwamba ujumbe huu tulionao, Mungu atusaidie tu, kwa sababu hatima ya dunia, hatima ya ulimwengu huu iko chini ya wale wenye ukweli. Sasa tunahitimisha somo letu. Jumbe 3 za malaika na yule malaika mwingine zilitabiriwa katika kitabu cha Danieli, zilitimia kwa namna ambayo utimilifu wake kiroho tunao sasa. Swali la kujiuliza, uzoefu wa maisha ya kina Danieli
sura ya kwanza mpaka ya 4. Je, tunao uzoefu binafsi wa maisha yao? Hilo ndio swali la kujiuliza. Je, tunayo hofu ya Mungu kama ujumbe wa malaika wa kwanza unavyoagiza tumche Mungu na kumtukuza? Ni swali la kujiuliza. Je, tuko tayari kumtii Mungu mbele ya nguvu kuu za ulimwengu huu? Kitu ambacho nilifurahia wakati nasoma huu nabii ni kwamba unajua Mungu, sisi tu ndio tunakosa kuwa na imani na yeye, ila tungejisalimisha angetutumia mpaka tungefurahia. Fikiria kupitia nani? Kupitia hawa vijana watatu wale ambao walitishiwa kutupiwa kwenye tanuru la moto. Ushindi ulipopatikana kupitia mfalme Nebukadneza mwenyewe, katika ufalme wake wote alitangazwa Mungu wa mbinguni. Yule ambaye alikuwa anampinga alitangazwa ndani ya muda mfupi. Yaani ndio pale nikawa najiuliza, hivi kumbe Mungu, mtu yeyote anayejidai kwamba mimi ninahubiri sana Injili, yaani bila mimi hakuna chochote kitakachoenda hata kanisani, huyo ni mjinga wa mwisho. Kwa sababu Mungu ana njia nyingi sana za kuhubiri Injili. Pale ambapo unaona wewe kuna kikwazo sana kwamba hii sasa hapa sijui nitafanyaje, si nitauawa kwa sababu ya kumtii Mungu, pale ndio Mungu anataka kujitangaza ndani ya muda mfupi, kitu ambacho wewe usingeweza kukifanya. Yaani mfalme alipoona kwamba huyu Mungu wa Waisraeli amewaokoa kutoka kwenye tanuru la moto, alitoa amri kwamba Mungu huyu wa akina Meshaki, Shadraka na Abednego anatakiwa kuabudiwa. Huyu ndiye Mungu anayetakiwa kuabudiwa, na mtu yeyote atakayesema kinyume na huyu Mungu atakatwa vipande. Hivyo ndivyo wakati wa mwisho kazi ya Mungu itakavyoisha. Wakati ambapo watu wa Mungu watunza sabato watakapokutanishwa na watawala wa dunia. Wakati ambapo wao wanadhani wanapambana na sheria ya Mungu, ndivyo ambavyo wanaifanya ile sheria ya Mungu, na Mungu wa mbinguni atangazwe kwa haraka zaidi. Hebu fikiria huko kwenye vyombo vya habari, mtu wa Mungu anahojiwa yaani juu ya imani yake. Tena yuko mbele ya baraza la Trump. Habari hizo zitaenea kwa kasi kiasi gani dunia yote? Si kwa haraka sana. Kitu ambacho sisi wenyewe tusingekifanya, Mungu anafanya kwa njia ambazo sisi hatuwezi kuzifanya. Hivyo Mungu akatusaidia tujitoe maisha yetu, tukapitia uzoefu ule wa maisha ya vijana wale watatu, na Mungu atatusaidia, tutakuwa washindi katika pambano la mwisho.